Jamani, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Renei. Nilisoma naye kipindi hicho. Kwa hiyo imekuwa kama bahati tu kukutana naye huko katika harakati zake. Hata kwa hivyo kuna mambo mengi kanielezea. Hivyo nimeamua nimchukue aje hapa atakuwa na siri. Hivyo jamani, naombeni tushirikiane naye, tuwe naye kwa upendo. Renei, karibu sana. Mimi ni rafiki zangu. Kwa hiyo usione hivi, yani hapa wengine wametoka, yani tuko wengi sana. Kwa hiyo karibu, jisikie kama uko nyumbani. Sheria, karibu sana. Asante sana rafiki yangu. Jamani, nimefurahi sana kuwafahamu. Yes, hello. Babu, nimekwambia kama una 50 mimi siji. Haya poa, nakuja. Wewe hivyo ndugu yangu, mara moja moja unajifunza hata kupiga hodi basi. Unajua umenishtua. Sasa wewe unashtuka nini bwana Cheusi? Na unajua mume ndani tunaishi na Kete. Cheusi, unajua wewe ni mzuri sana. Yaani huko ndani wadada wote umewazidi ukali. Bana, mimi mambo yako siyataki. Na nishakwambia upuzi wako mimi siutaki. Sasa nimenyamaza kimya. Ukoona subiri labda nakufagilia au nakuchekea. Sitaki. Uelewi nini hapo? Na hii rangi yako. Nishakwambia upuzi wako siutaki. Vyo tutagombana. Tutakuja kuonana huko ndani wabaya. Sitaki mazoea na wewe. Alafu, basi mwanamke mwenzangu, unataka nini kwangu? Ina maana hujui ninachokitaka Cheusi? Wewe, tutakusana. Vyo nakwambia tutakusana huko ndani. Tuheshimiane. Sitaki. Nyo. Salma, Salma, Adela, kwani wameenda wapi? Wameenda wapi usiku jamani?
Kwani maisha mjini watu hawalali? Nataka pombe yangu. Nataka pombe yangu. Samahani Soso, niko wapi usiku wote huu? Tumetoka kazini. Kazi? Ni kazi gani mnazofanyaga usiku wenzewe? Yaani msichana una maswali mengi, alafu ni ya ajabu ajabu hata sielewi nikujibu kitu gani hapa. Nakuuliza hivyo kwa sababu jana tulilala wote humu ndani, lakini cha ajabu nimeshtuka saa 8 za usiku sijawakuta. Binti, kama una kazi za kufanya, hamka hapo, katupikie chai, fanya usafi, maana huna cha kufanya. Si wenzetu tumeamka tumeenda kukutafutia pesa tumekuletea wewe hapo. Je, kula. Usinichoshe alafu, sawa? Shoga na wewe mchafu. Ela nakushinda kwenda saluni zinywele au na wewe mikoko pichwani. Mabwana nyako na rudi shoga yangu. Habari zenu? Salamu alaykum. Safi. Sasa kwa nini mnahitaji kunipa pesa zangu? Mna shida gani nyinyi watoto wa kike? Kwa sababu kuanzia mwezi wa kwanza, wa pili hamjanipa pesa zangu. Kila siku najitahidi kuja hapa nyumbani kwenu, lakini pesa zangu hamtaki kunipa. Shida ni nini? Sawa baba, tumekuelewa. Tunaomba utuvumilie. Mwezi ujao tunakupa hela zako zote. Wewe, sitaki uniambie maisha magumu katika vitu vyangu. Hii ni nyumba ya kwangu mimi. Nimetumia gharama zangu zote. Yaani mnakaa kila slice tu. Afu eti maisha magumu nisongeni mpaka mwezi ujao. Wewe, naomba mnisikilize. Kwanza sijawapangishia nyinyi hii nyumba. Naomba mpatieni taarifa huyo mtu. Nahitaji kodi yangu. Alafu nashangaa tu. Nimepangisha watu wawili lakini sasa hivi mara anakuja huyo atoka, anaingia huyo atoka. Unaweza kuniambia mko ngapi mndani? Lakini sisi sote ni ndugu zake. Kwani wewe shida yako si hela ya kodi? Tutakupa. Nikija wakati mwingine nahitaji munipatie pesa zangu zote. Kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mpaka mwezi ambao unazungumzia wewe. Alafu nasema hauna hela. Hauna hela kati juisi umenunua hapa. Shaize mkubwa wewe. Huyu baba anaendekeza njaa. Kwambia uone tumbuleka kiburi. Alafu madam, leo yule mzee amekuja. Amebwata hapo nje, anataka hela yake ya kodi. Jamani, nadhani hilo mmelisikia. Na kinachoendelea kila mtu nadhani anafahamu. Sio muda kwanza kupigana mahesabu hapa. Humu ndani wote watu wazima. Nadhani wote mnafahamu
tunadaiwa kodi ya miezi 2. Na huu mwezi sasa hivi jumla miezi 3. Kilichobakia hapa ni kuchanga pesa kwa ajili ya kulipa kodi. Na tusipoangalia, maana naona sasa hivi mizaa inakuwa mingi, humu ndani tutatimuliwa. Na kuja kupata nyumba nyingine tena kama hii, sidhani. Kaishavumilia sana mzee, mnaelewa wote. Kilichobakia ni kuchanga pesa kwa ajili ya kodi. Kila mtu 15,015. Na hapa naona hatujatimia, kuna watu hawapo. Taarifa ziwafikie kwamba jamani kunatakiwa mchango 15,000 kwa ajili ya kodi. Mimi yangu hayo. Atakayeleta mzaa nitamtizama tu. Mwisho wa siku mtu ataanza kuchukua maamuzi ya kumwambia bwana chukua mizigo yako nenda, kukubeba tumechoka. Mtu asianze kulalamika. Mimi yangu hayo. Akili kichwani mwenu. Ndio hivyo tujichange tumpe laki. Kuna siku tutakuja kutimulia humu ndani ya mtu amini. Msichana, huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Naomba hela yangu. Sitaki maneno mengi kabisa. Tusije tukagombana. Kwani ulisikia yako siwezi kukuletea? Si nilikuahidi nitakuletea leo. Kama uliniahidi utaniletea leo, mbona hukuniletea? Mpaka nimekufuata mimi mwenyewe. Serikali yenyewe inadaiwa kisembusa cheki 10,000 chako. Bidada, hujui kumsaidia mtu. Wewe nguruwe nini? Kwani usingeifuata hiyo serikali kakukopesha kanifuata mimi? Unaniletea dharau, si ndio? Wewe msichana chizi kweli wewe. Eti 10,000 unaiona ndogo. Unajua mimi anapata wapi? Unajua mimi nahangaika vipi mpaka napata hiyo hela? Ulivyokuja kuwazima, ulikuja kwa upole kabisa. Hapa nakudai, unajifanya unajiongelesha sana. Unanikuta unaniweza, si ndio? Kuwa na ustaarabu dada yangu. Nilikwambia nitakuletea leo. Ungekuwa unajua ustaarabu, basi ungekuja nyumbani kwangu kwa wakati ukaniletea pesa yangu. Sitaki maneno mengi, ninachotaka pesa yangu msichana. Nitakudhalilisha, nitakujazia nzi hapa. Basi jishosti. Na hii hapa 5,000. Sawa, 5,000 hii nimechukua. Ila naomba siku ya leo isipite. Ikifika saa 1 uniletee pesa yangu. Sawa msichana Mbwa mkubwa wewe. Mtu mwenyewe mbele akutikisike, nyuma akucheze. Upo kama rugumila vile msichana. Lione kwanza. Na siku nyingine ukija kunielelia shida kwangu ndakufukuza, tena kuijikia na maji ya moto kabisa. Panya wa kheri wewe. Jamani, asanteni kwa ushirikiano wenu. Pesa ya kodi ishapatikana. Hii hapa. Hapa kilichobaki ni kumkabidhi mwenye nyumba tu. Lene, nadhani ulichokifanya unakijua. Yaani wenzako wote wametoa hela za mchango wa kodi ya nyumba, wewe haujatoa. Kazi hautaki kufanya. Shoga yangu wewe ni wakulala na kuamka humu ndani. Kilichobakia, mimi naomba fanya juu chini. Tutafutie pesa ya kodi uilete hapa. Masiala mimi sitaki. Jamani, masiala mimi sitaki. Nimemaliza. Sawa Jelavu, nimekuelewa. Nitajitahidi kufanya hivi. Haya, mimi sina mengine tena zaidi ya hayo. Nadhani tushamalizana, pesa tushaipata, kilichobakia kumkabidhi baba mwenye nyumba, kila mtu awe na amani ya moyo. Maana ule mzee naye yule kazidi. Unajua ni mwanamke mzuri sana. Kwanza na rangi ya mtume na una kila sababu ya kupendwa. Na maanisha na sexy body. Tusiongee mengi sana. Yaani nimekuta moyo wangu direct na kupenda ghafla. So, naomba unielewe. Cha kwanza asante kwa kunipenda. Alafu kingine, mimi sina mchezo za kupendwa. Wewe kama una pesa, nipe tumalizane. Unamaanisha kwamba mbuzi kafia kwa muuza supu? Hayo unajua wewe. Basi sawa. Kwa hiyo
Unahitaji shilingi ngapi labda? Hayo ndo maneno sasa. Show time 25, kulala 50. Sawa, haina shida. Kwa hiyo tunaenda sasa hivi au Niwe mwenyewe tu. Ukitaka hata mdau mimi niko free. sawa? Naomba nipatie namba zako za simu, maana sasa hivi kuna sehemu naelekea mara moja, kwa hiyo nitakucheki. Madam, nimekumbuka. Huyu mgeni wako huyu tumemchoka humu ndani. Sisi tunaenda kwenye biashara na baki humu ndani. Amekuwa nani? Kila siku tunaenda kwenye biashara tunatafuta hela tumlishe yeye. Amekuwa nani humu ndani? Nataka kujua huyu amekuwa nani? Au kwa sababu ni rafiki yako ndio maana umwambie? Aswa madam, tena kama mimi ndo nimemchoka zaidi. Yaani inawezekana mimi toke humu ndani yani kachakalike kule afu nje nimlishe mtu mzima kama huyu. Afanye kazi. Asijui kama umemtoa mtu mzima bushibushi. Yaani hivi ulimtolea wapi? Yaani umeenda kuokota mtu huko unatuletea hapa si tufanye kazi ya kumlisha? Dada, sahau hiyo. Tunanyumbulika kule, tunateseka kule, tunanuka mijasho ya watu wazima. Na yeye atoke akatafute hela. La sivyo, tafuta pa kumpeleka. Afu na wewe uchangamke. Mbona mtu mzima unasubaa hivyo? Kwani wewe jiwezi au kama vipi tukupeleka baba mwenye nyumba akupe hela? Jamani, mimi nimewaelewa na nimewasikiliza vizuri tu, ila tambueni ule ni mgeni. Na sisi wote hapa tulianza kama yeye. Mwisho wa siku kila mtu kaanza kuona matunda yake anayoyavuna. Kwa hiyo mimi nawaombeni kuweni na uvumilivu. Mimi ule nitaongea naye na nitamwelekeza kila kitu. Na imani atabadilika. Au kuna kingine? Labda rafiki yangu, naomba kuongea na wewe kama utakuwa na muda. Sawa, nakusikiliza. Kusema kweli mimi najisikia vibaya sana. Sio kwamba napenda kukaa kula bure, kutokuchangia chochote. Unajua mimi sina kazi, maisha yangu yalivyo unajua fika. Natamani na mimi nipate kazi, niwe nachangia chochote kitu humu ndani. Tatizo shoga yangu, umezidi kupooza. Yaani uko nyoli kama konokono dada. Kila siku ninavyokuelekeza. Kwa hiyo leo baada ya kusikia sauti zao kidogo unaanza kuchangamka Sasa nisikize nikwambie. Supo tayari kufanya chochote ili upate pesa. Usiku wa leo hakuna kulala. Yaani mguu wangu mguu wako. Tunaenda huko kutafuta pesa. Tunaenda wapi? Tunaenda wapi tena? Tunatafuta hela. Yaani utakavotoka hapa utakapofika ndio utajua kumbe nimekuja hapa. Na tunavyofika pale sasa unatakiwa kuchangamka. Sio mambo ya humu ndani ukayalete pale. Hapana, sitakutia aibu. Yaani pale unatakiwa uchangamke. Na ukifanya vizuri dada, mbona utafurahi. Sawa rafiki yangu, nimekuelewa. Sawa, mida ndo kama hiyo inaendelea kukaribia hivi.